Udhaifu wa Berkane lazima ufanyie kazi, uexpose. Hata ukiona Constantine wali-expose lakini kwa namba chache kwa sababu tayari alifungwa goli 4. Sasa una-expose vipi? Udhaifu wa Berkane ni lazima muwe na reaction speed, namna ya kupambana nao kwenye matukio, pia kwa usahihi, kwa sababu Berkane wanacheza kwa usahihi sana, lakini Simba wanaweza kutawala mchezo. Na ndio maana tunaona mechi zao nyingi wapinzani wao wanakuwa na utawala mzuri wa mchezo. Kwa mfano, ukiangalia katika takwimu, Simba katika mchezo yote ya Federation ambayo wamekutana na Berkane, katika utawala wa mchezo wanaongoza Simba zaidi ya 56%, wale Berkane wana 46% za utawala wa mchezo kwenye mechi zote. Tafsiri yake Simba inacheza position based game, lakini Berkane wao wanacheza precision game, kwamba wanacheza mpira ule wa usahihi, mipira kwenye nafasi kwa kukimbia, sio kukimbia na mipira kwenye nafasi. Basi baya aina ya washambuliaji wa Simba, Dennis yule, Panzo yule, ni watu ambao wanataka kukimbia na mipira kwenye nafasi, ambayo inawapa rahisi Berkane kuja kufanya coverage. Ndio kama uliona mechi ya kwanza, unaona Kibu anaondoka au Panzo anakwenda, matokeo yake anatoka na mtu mmoja mpaka anakutana na watu watatu. Maana yake anakuja kupatikana kwenye Simba kuwa na on target goli yani hata moja golini mwa RS Berkane. Nini akifanye Fadlu Davis Simba wakawe na on target nyingi na pengine kupata magoli mengi, kwa sababu anadaiwa magoli 3 yote yapatikane? Kwanza lazima watu wakumbushe, kocha wa Berkane Muini Shabani alikuwa beki. Kwa hiyo makocha sometimes philosophy zao zinatokana na nafasi kwa anacheza kiwanjani. Naam, karibu sana. Hii ni Like Media. Kama ambavyo unafahamu, wakati wote tunakuepo hapa tukipiga stories za kimichezo zenye ujazo wa kutosha kabisa, na tunawatafuta wale wataalamu, makocha, waandishi wa habari nguli kabisa kuweza kufahamu kuhusiana mitazamo, kuhusiana uchambuzi wa masuala mbalimbali ya kimichezo. Sasa naungana moja kwa moja na kocha Zuberi George Mkaraboko. Ni mwanasheria pia huyu katika masuala mbalimbali ya kijamii, lakini pia ni mmoja kati ya watu ambao wamekuwa na nguvu sana katika uchambuzi wa michezo kutokana na ufanisi wake na ubora wake wa mambo kadha wa kadha. Niko naye hapa moja kwa moja kwenye line ili niweze kuzungumza kuelekea katika mchezo Simba wakiwa wenyeji katika dimba la New Amani Complex pale Zanzibar, lakini pia wakiwakaribisha kwa maana timu ya RS Berkane. Kumbuka hiyo ni finali ya CAF Confederation Cup. Nini ambacho kinaenda kutokea? Tunazungumza na Zuberi George Mkaraboko. Zuberi George Mkaraboko, kama unipata vizuri? Nakupata vizuri sana Lugano. Habari ya muda huu? Nashukuru Mungu niko salama. Nimekutafuta. Simba wana kibarua kigumu sana, kibarua cha timu ambayo ishawahi kunyenyua kwapa mara nyingi, kwa maana kubeba kombe hili mara 2, lakini pia ikibeba kombe la Super Cup. Ni timu ambayo imejinasibu katika mashindano haya, licha ya kwamba kwa maana Faxion ndio ambao wanaongoza kubeba kombe mara nyingi, lakini mara nyingi mfululizo imechukuliwa na RS Berkane. Kwa namna ambavyo unaona kuelekea katika mchezo huo, Simba wakiwa tayari wamepoteza ugenini, unaiona Simba ikifanya comeback nyumbani na kubakisha kombe hapa Tanzania? Sina shaka Lugano, Simba kufanya comeback kama watakuwa na nidhamu ya kuyatafuta matokeo, kwa sababu Berkane wanacheza kwa usahihi sana, Simba wanatawala mchezo. Sasa timu ambayo inacheza kwa usahihi sana, watu mpira wanasema aggressive branding of football, kwamba ni ile soka ambalo mnakuwa na matukio kwa usahihi kwenye maeneo mengi, kwa maana nguvu, kasi, na wanyima wenzenu nafasi ya kucheza, na wafosi wafanye kitu tunasema outright play, maana yake wacheze pasi kwenye maeneo yasiyo kwa sahihi, eneo la midfield hamtaki kupitisha mipira, eneo lenu la nyuma la ulinzi mnatega kudhibiti counter attack play, kitu ambacho kama wapinzani wenu wanakuwa hawana majibu ya stahili ya kucheza, basi mnawapoteza kwenye mchezo, manake mnawapunja nafasi. Sasa Simba ndio tulichoona mechi ya kwanza kilichotokea kwao. Berkane walifanya zone exploit, waliwapunja nafasi baada ya kuwaingiza kwenye hiyo aggressive brand of football, wanawanyima zile passing gapping holes, wanazuia mistari yao ambao Simba wangeifanya sehemu ya kuanzisha mashambulizi, manake kuanzia kwenye mstari wao wa kwanza ambao nasema first attack, first line of attack, kwa maana eneo la mlinda mlango na walinzi wake walikuwa wanafanya high press, wanakuja eneo lile, wanatengeneza shinikizo na Simba wanashindwa kutengeneza nafasi. Na utaona hata goli la kwanza la Simba, la pili la Simba, walikuwa wamefosiwa kutengeneza fumbles, manake kwenye sanduku lao Simba Berkane walikuwa wanakuja wana press sana. Hii ndio this brand of football, unanyimwa nafasi kucheza. Na hata kama uko unataka kucheza, basi ucheze maeneo kwa usahihi, unafosiwa kucheza outright, yani upige mipira pembeni maeneo ambayo yana madhara. Sasa kinachotokea maana yake wachezaji wao wanatoka
unatoka maeneo ya kimkakati unafuata mipira maeneo ya mbali, na maeneo ambayo kwao inakuwa nafuu pia kukaa kwenye maeneo sahihi, maana kuzuia goli lao na namna wanavyocheza. Sasa nini ambacho Simba kinaweza kikawapa nafasi kwenye mchezo huu, licha ya kwamba kiutawala wa mchezo hawajakuwa na shida kubwa, ni kwamba waje na staili ya kupiga quick short passing game, wawe na uwezo wa kasi sana kupiga pasi fupi fupi haraka. Kwa nini? Ni ku-unlock ile mitindo ya kucheza ya Berkane ambao wanakulazimisha wewe unapokuwa na mpira basi usianzishe kwa haraka. Sasa kinachotakiwa muhimu na kasi kwenda kwenye matukio ili mtoke kwenye hayo maeneo mnapishana mnacheza. Kwa bahati mbaya hicho ndio kitu ambacho Simba walikikosa, kwa maana ile quick short passing game kwenye mechi ya kwanza. Na utaona wakati kaingia Mutare angalau tulianza kuona kitu, lakini pia alipoingia yule Valentino Nauma tukaanza kuona kitu, kwa sababu tayari walikuwa wanaweza kutoka eneo moja wakiwa karibu wanaanza kufungua ile maeneo ambayo Berkane anacheza. Kwa nini? Berkane kocha Moine Shabani mfumo wake wa kucheza anapenda kucheza kwa umbo la namba, wanasema formation. Manake umbo la namba ni formation. Anacheza 4-1-4-1. Mfumo huu wakati mwingine unabadilika unakuwa 4-3 kwa maana anapokwenda kwenye kuattack. Lakini anapokuja kwenye defend anajitahidi kucheza katika umbo la namba ambalo 4-1-4-1. Tafsiri yake ni kwamba kiungo wake yule mmoja Lamine Camara eneo la midfield anapokuwa na mpira anaonekana anaratibu mambo peke yake. Anapokuwa na mpira full backs, viungo washambuliaji wote wanamsogelea jirani ili kumfanya asiwe na kivuli peke yake. Sasa kama mnakuwa mnacheza nao, maana yake mwe wajanja kuweza kutumia counter pressing. Mnawapata kwenye mitego kwa sababu moja, wanapokuwa wanawashambulia na nyinyi mwe wajanja kuwashambulia kwa haraka kwenda kwenye eneo lao. Lakini tabu nyingine ambayo naiona Berkane kwa umekuwa mtego, wamekuwa ni wazuri wa kutengeneza mashambulizi kupitia walinzi wao wakati. Maana yake center back kuna pasi napigwa na walinzi wao navuka mstari, wanasema crossfield passes, ambazo mara kadhaa pia wamekuwa wakitumia namna wanavyoenda kumshambulia mpinzani. Ukiondoa kukushambulia kwa short passing game ambao pia wana uwezo wa kushambulia, lakini pia wana uwezo wa kushambulia wakiwa wanapita pembeni kupitia fullbacks wao kucheza kwenye zile advanced space, wanaweza kukushambulia. Sasa unapokuwa unacheza nao, cha kwanza ujue silaha yao kubwa wanaweza kukushambulia kupitia center backs wao wakapiga pasi ndefu. Silaha yao nyingine wanaweza kushambulia kupitia fullbacks wao wakaja na kushambulia. Silaha yao nyingine ya mwisho wanaweza wakakushambulia wao wenyewe wakiwa wanafuatana kwa maana mobility. Sasa namna ya kucheza nayo lazima uwe una mitego. Wakikushambulia mobility ukinyang'anya, basi na wewe toka nenda eneo lao kwa pasi za haraka, kwa sababu unakuta ile defense yao shape umbo lao la ulinzi linakuwa haliko sawa sawa. Lakini ukiwa umekunyang'anya, wamekuwa wajanja kutaka kufanya pressing, kama mnaanza kucheza taratibu, basi muda wote wao unakuta umbo lao linarudi katika usawa. Inakuwa kama Kobe anavyorudisha kichwa chake kwenye gamba, anafanya kwa wepesi. Lakini ni kumwai kutokuwa na usawa, kitu ambacho nadhani kitawabeba Simba kama watakuja na hizo quick short passing game. Hilo ndio eneo pekee ambalo mimi nikiona kwa Simba wakilimprove Berkane wanaweza kuonekana wana mapungufu, kwa sababu ndio namna ya kuzifunga timu za namna. Unaenda katika mchezo ambao ni wa fainali. Berkane tumeona madhaifu katika baadhi ya mechi ambazo walikuwa wanacheza ugenini. Tukiangalia dhidi ya Constantine ambapo walishinda goli nyingi nyumbani kwao, lakini walivyoenda ugenini wakaja kukubali kichapo cha goli moja. Tukasema kwamba wakienda ugenini wanaenda kujilinda sana, na mwisho wa siku wanaruhusu goli chache ambazo pia wamefungwa, lakini wanafungika pia. Kwa hiyo Simba pia anaweza kupata nafasi ya kufunga, lakini sio kwa idadi hiyo goli kwamba pengine Simba anataka kuchukua bingwa. Hapana. Wakicheza kwa nidhamu wanaweza wakapata matokeo mazuri, kwa sababu hakuna timu duniani inakosa udhaifu. Berkane pia ni timu ambayo ina udhaifu wake, lakini udhaifu wake hauonekani bila kuutafuta. Udhaifu wa Berkane lazima ufanyie kazi, uexpose. Hata ukiona Constantine waliexpose, lakini kwa namba chache, kwa sababu tayari walifungwa goli 4. Sasa una-expose vipi? Udhaifu wa Berkane ni lazima muwe na reaction speed, namna ya kupambana nao kwenye matukio pia kwa usahihi, kwa sababu Berkane wanacheza kwa usahihi sana, lakini Simba wanaweza kutawala mchezo. Na ndio maana tunaona mechi zao nyingi wapinzani wao wanakuwa na utawala mzuri wa mchezo. Kwa mfano, ukiangalia katika takwimu, Simba katika mchezo yote ya Federation ambayo wamekutana na Berkane, katika utawala wa mchezo wanaongoza Simba zaidi ya 56%. Wale Berkane wana 46% za utawala wa mchezo kwenye mechi zote. Tafsiri yake Simba inacheza position based game, lakini Berkane wao wanacheza precision game, kwamba wanacheza mpira ule wa usahihi, aggressive planning of football, ambao nyinyi mnachoangalia ni kwenda kwenye matukio kwa usahihi bila kujalisha mmepiga pasi chache ngapi, lakini mmezipiga kwa usahihi kuelekea kwa mpinzani kufunga. Sasa kinachoweza
kuwapa Simba ushindi ni kuwaleta Berkane kwenye mifumo yao ya udhaifu, kuwafunga, kwa sababu wao wanachokifanya wanataka wakuexpose wewe kukosa utulivu, wakunyang'anye kwenye eneo lako ukose kupanga mashambulizi, pia wakushambulie kupitia fullbacks wao, wakushambulie kupitia center back wao, lakini pia wakushambulie kwa maana kwa counter attack. Sasa mitindo yao ya mashambulizi hii, ukiepuka mitego yao na wewe ukawa sahihi kuwashambulia, ukiwakuta kwenye shape mbovu wakati wanatoka kwenye matukio, itakusaidia. Kwa sababu kucheza na timu kama hii ili uwapate kwenye makosa, uwe umewalazimisha kufanya makosa, maana yake uwanyang'anya haraka uende kwenye maeneo yao wakati wao hawako tayari. Sasa mtego unakuja hapo. Speed ya kucheza ya Simba, aina ya wachezaji waliopo Simba, wakati mwingine katika mfumo wa kucheza mechi ya kwanza ulifanya hivyo vitu tusivione, kwa sababu moja, Simba wanatumia wachezaji wao wa pembeni ndio watengeneze mashambulizi kwa kustretch uwanja. Berkane wanaenjoy sana na timu zote ambazo zinawashambulia kwa wachezaji wa pembeni, kwa sababu wao wanafanya zone exploit. Wale watu wenu wa pembeni mnaotaka kuwatengenezea mashambulizi waje kwa haraka, wao wanakuwa na idadi kubwa ya watu, kwa sababu kwenye eneo la midfield pindi ambapo wanadondosha mipira wanapiga watu kwa ajili ya counter attack. Sasa nyinyi ili muwapate kwenye hiyo namba, maana watu wenu wale wanaachia mipira kwenye nafasi kwa kukimbia, sio kukimbia na mipira kwenye nafasi. Basi baya aina ya washambuliaji wa Simba, Dennis yule, Panzo yule, ni watu ambao wanataka kukimbia na mipira kwenye nafasi ambayo inawapa rais Berkane kuja kufanya coverage. Ndio kama uliona mechi ya kwanza, unaona Kibu anaondoka au Panzo anakwenda, matokeo yake anatoka na mtu mmoja mpaka anakutana na watu watatu, maana yake anakuja kupatikana kwenye nafasi. Tafsiri yake ni kwamba mechi hii wafanye quick shooting passing game, pasi fupi haraka, pasi zinaenda kwenye nafasi, watu wanakimbia kwenye nafasi. Sasa kama mnapiga mpira kwenye nafasi na watu wanakimbia kwenye nafasi, Berkane mtawatoa kwenye umbo lao. Lakini kama mnataka watu wakimbie na mpira kwenye nafasi, maana yake mtu atakaye kwenda na mpira watu watamfukuza kama kishada kinaonekana kinaenda na upepo. Lakini kama mnakuwa mnahama, mnatokea moja kwenda lingine, mnawapa ugumu wa Berkane. Sasa kinyume na hilo, ndio ugumu ambao nimekuwa na usema mara nyingi kwamba staili ya kucheza ya Berkane ni kupambana nao kwenye reaction speed na namna ya kucheza nao kwa namna mnavyokuwa na position of distance kiwanjani. Kwenye mchezo wa kwanza kama Simba wangeweka pazia, kwenye mchezo wa kwanza kama Berkane wangeweka pazia, inamaanisha kwamba Simba wasingeweza hata kufunga, kwa maana bila kuwepo chochote katika lango la RS Berkane. Inamaanisha RS Berkane wana safu bora ya ulinzi ambao hauruhusu timu pinzani kuwa na on target. Simba kuwa na on target goli yani hata moja golini mwa RS Berkane. Nini akifanye Fadlu Davis Simba wakawe na on target nyingi na pengine kupata magoli mengi, kwa sababu anadaiwa magoli matatu yote yapatikane? Kwanza lazima watu tuwakumbushe, kocha wa Berkane Muhini Shabani alikuwa beki. Kwa hiyo makocha sometimes philosophy zao zinatokana na nafasi walikuwa wanacheza kiwanjani. Alikuwa beki Muhini Shabani, beki wakati wa zamani wa Esperance de Tunis kabla ya coach, na akapata mafanikio makubwa na uzoefu mkubwa. Akacheza Club World Cup huyu na Real Madrid, alicheza Club World Cup ile ambayo Liverpool alichukua mwaka 2009 2010. Kwa hiyo ni coach ambaye kifalsafa ni kocha ambaye anaimarisha sana ulinzi timu yake, na ndio maana kiwanjani wachezaji wake hawapoi, kwa sababu anafahamu mpira, nafasi, mwelekeo na muda. Sasa wachezaji wake wanapambana na muda, nafasi na mwelekeo wanapokuwa wana mpira, wanapambana na muda, nafasi na mwelekeo wanapokuwa na mpira. Ndio maana unaweza kuona misingi yake ya mashambulizi imejikita kwa ufanisi kwenye maeneo matatu tu: afanye kwa utata, akushambulie pembeni na kushambulia kupitia walinzi wake pindi ambapo wanapata nafasi. Nyinyi mnakuwa umewacha mstari wenu hauna shambulizi. Sasa nini ambacho tunasema Simba sasa wafanye ili kupata ile puniti yao ni kwamba waweze kwenda kuwashambulia haraka kwenye nafasi. Ndio maana nikasema quick shooting passing game. Hiyo ndio silaha ya Simba. Kama watashindwa hivyo, jamani, tutakuja kuzungumza haya nayo zungumza kivingine. Hakuna uchawi mwingine. RS Berkane, aggressive brand of football, ndio wao kucheza, wanakunyima nafasi, wao wanataka nafasi. Sasa cha kucheza dhidi yao na wewe zitafute nafasi ili muda mwingi nao waingie kukuzuia. Lakini ukianza kuachia kucheza, wao wanachokifanya hawakupi huru, wanafanya full pitch pressing. Eneo lote la kiwanja haya kwenye pitch wanakuja kukupa. Eneo lako ndo wanakunyang'anya. Mechi iliyopita Simba kanyang'anyiwa eneo lake. Magoli yote mawili. Kagoma kanyang'anya mpira kwenye eneo lake. Goli la pili mpira umepiga makosa wamefanyia kwenye eneo lao. Tafsiri yake ni kwamba wanafanya hayo kwenye pitch pressing. Wananyang'anya eneo lako. Hawana mahala wanakuacha upumue. Ndio mtindo wao wa kucheza. Na hata wakiwa na defend ndio wanakuwa wabaya zaidi. Kwa sababu wakiwa wana defend hawapiti kwa pasi fupi tena. Wanapita pasi ndefu zinazodondoshwa minimum walinzi wao. Ujumbe walinzi wao. Kwa nini? Kwa sababu
wana washambuliaji wenye nguvu, wenye kasi, na wanaweza kukana mipira wakiwa wanaenda kwenye nafasi. Sasa kustahili yao ya kucheza na wao, ogopa ubora wao, lakini rudi kwenye kutafuta madhaifu yao ambayo ni kucheza kwa haraka kupata ubora wao bovu la ulinzi. Kitu ambacho nadhani Simba wale kama watafanya ufanisi huo, inaweza wakatupa mechi ambayo wengi tukaishangaa. Lakini kinyume na hilo tunaweza tukaingia kwenye msiba mgumu kwamba tutazika wakati tulikuwa tunatakiwa kusafirisha. Kwa hiyo una wasiwasi sasa kwamba huenda Simba wakapasuka goli nyingi na ubingwa ukaenda Morocco, lakini ikabakia aibu hapa. Finali imefanyika kwenu, lakini mmepasuka goli nyingi mkiwa nyumbani. Sina kwamba wasiwasi kupasuka goli nyingi, kwa sababu sisi tunataka timu ishinde, na nimejaribu kusema ubora wao wa Berkane na udhaifu wao ulipo. Sasa Simba watatafutia udhaifu wa Berkane. Kinyume na hilo itakuwa ngumu, kwa sababu wao hawana mahala ambapo huwa wanapaki basi, na wanafahamu ubaya zaidi hizi taarifa kwamba uwanjani watu wataingia bure. Huwa wakati mwingine inakuwa tatizo kwetu kwa sababu moja, Berkane watataka kucontrol pressure kwa ubora kiwanjani, sio tena kucontrol pressure kwa kujizuia. Naomba unielewe Lugano. Ndio. Kwa sababu wameshajua uwanjani tutakuwa wengi. Wao watakachokifanya ni kwenda kucontrol pressure kwa kudhibiti Simba ubora wake kiwanjani, sio kucontrol pressure ya kuangalia kwamba wajizuie sisi kelele zetu ziwatibue. Watakachofanya wao, watafanya kazi mara 6 ya ubora waliofanya kule kwao, ili kucontrol pressure sisi tupunguze kushangilia baada ya kuona timu yetu inapungukiwa ufanisi. Uwezo huo wanao, na uwezo huo washafanya kwenye mechi za ngumu dhidi ya Wydad, washafanya kwenye mechi za ngumu dhidi ya Raja. Wanakwenda Mohamed watano pale, wana control pressure mashabiki mpaka wanachoka kushangilia, kwa sababu wanawanyima watu uhuru na nafasi. Kwa maana hiyo aggressive plan of football, na tegemea hiki ninachokwambia. Kwa hiyo Simba wajue hilo kwamba kucheza nao wao kuwa na mashabiki ni kitu kingine kabisa. Wao watataka kucontrol pressure, watu rudie kila kitu kiwanjani, tusione nafasi za kucheza na wafunge goli la haraka. Wanalifungaje? Ni pamoja na kutoa nafasi, kitu ambacho Simba wakumbuke mtego wao, wanataka kuvizia tusipate nafasi na tusitoe nafasi ili wapate nafasi. Kwa hiyo itakuwa ni vita ambayo itaamuliwa na mapambano katika matukio ya Chelsea. Nataka unipe angalau asilimia. Unapa asilimia ngapi RS Berkane wataenda kuchukua ubingwa? Na